ya moyo, siri nyingi, mali iligeuka laana, damu ikaanza kumwaga damu. Tulicheza pamoja chini ya paa moja, mama akituita watoto wa moyo mmoja. Hakuna aliyejua siri iliyofichwa, kwamba damu nyingine haikuzaliwa humo ndani kweli kabisa. Walitufundisha upendo na mshikamano, wakasema ndugu ni ngao na usalama wa moyo. Lakini walipoenda na macho yao kufumba, uko mzima ukaanza kuwaka kama moto wa kuzimu. Nyumba kubwa ikageuka uwanja wa vita, tabasamu zikabadilika kuwa chuki na visasi. Tena kaka, nimekumbuka. Nimekutana na Salome bwana. Anakusalimia huyo. Hapa anasema simu zako upokei. Kwa nini lakini? Wewe naye bwana, Salome yule mduanzi kishenzi yani. Nimesikia kati ya marafiki wako waduanzi. Shida pigo nazo niletee Mrs. Taki. Ana shida gani kwani? Sinampanga mapenzi bwana. Sasa wewe toka niko hapa sijawahi kuona na mwanamke. Wewe una mahusiano kweli? Unajuaje kama na mahusiano ambayo hayaeleweki? Mtu anahusiana na kitu ambacho kijui unahusiana nacho. Hapa hata hivyo. Dada binamu mko hapa. Mimi nikitaka kuoa siende mbali. Kwa nini niende mbali wakati wife material huko ndani? Eti dada binamu. Na achaje vijana wife material mtoto mzuri kama haya hakuna. Acha zako bwana wewe. Unajua kama binamu anaoana. Umeanza. Hafu nimekumbuka, tuachane na hayo bwana. Unajua, nikikaa nikatafakari kuna jambo linanijia hapa. Toka mimi nimekuja hapa, toka wazazi wangu wafariki, mjomba kanichukua nikaja kuishi na nyinyi hapa. Yaani naona kama mko tofauti yani. Wewe na Darina, Marehemu Darina, yaani mna upendo wa dhati, lakini tofauti na Lili. Wewe si unamjua makelele yake yani. Unajua ni kama shuleni tu. Yaani darasani watu waweza wakalingana. Kuna watu watafanya vizuri, wengine hawatafanya vizuri. Kama pia tu kiganja cha mikono hakiwezi kikafanana. Unajua hata mimi kuna muda unatafakari kuhusu Lili. Naona kama kuna tofauti fulani ambao yuko nao. Kama unavyojua wazazi wetu walikuwa na upendo sana. Yaani baba yetu na namna ambavyo alitufundisha upendo. Kama unavyojua Lili na Lina walikuwa na mama yao ni mwingine na mimi mama wangu alikuwa ni mwingine. Lakini ulikuwa ukija hapa nyumbani hakuna utofauti wowote. Na hata ulipofika hapa yeye ndio alikuwa anajua kabisa sisi ndio maana tutakuwa na jamii na yeye mapacha. Umeanza wewe. Sasa leo kwa jinsi ulivyopendeza, sina nilikupaka rangi hizo. Itakuwa ni ule la make ule kichai wa mule chini. Wewe sio upo. Ndani kutoa out. Ndio nakutoa out leo. Unasema nimepiga mshindo. Kweli? Zimekutembelea leo. Wewe tu hapa. Basi sawa. Ngoja nichukue viatu kuna ni masafu tuondoke au sio? Sawa. Lakini hawezi kununua familia. Karibu mwanangu. Asante mwanangu, habari za hapa? Nzuri za utokako. Kwa kweli nashukuru Mungu nitokako ni salama. Vipi nyie hapa mnaendeleaje? Tunaendelea vizuri. Jambo jema. Vipi mbona umekaa kipweke? Wenzako wako wapi akina Msube? Wametoka kazi yetu wanaenda hapo kwa kweli. Mwangi wapigia simu hawapokei. Okay. Hawapokei, hawapatikani, hawajakuaga ama? Mimi sielewi tu mali nipo. Haya,
Watanikuta na mimi. Nimeona nije niwatembelee nikawaone. Na mimi ndo nimebaki sasa mzazi. Ni wajibu wangu. Tunashukuru. La huyo. Andogo. Karibu. Kwanza kabla sijakusalimia umepoa. Umepoa. Umepoa kisheza. Shikamoo mdogo. Mwanangu hamjambo. Jambo. Habari za siku nyingi. Karibu. Nimefurahi kuwaona. Asante, karibu sana. Asante, ndo niko na mwenzenu hapa namuuliza mbona kapoa hivi? Wenzake wako wapi? Ninyi mnawezaje kumwacha peke yake jamani? Tutoa kidogo. Vipi? Kwa nini wewe ulienda wapi? Tumetoka. Kupika kule jikoni nani apike? Na vile vyombo vilivyojaje pale nani aoshe? Imani dada, taosha tu. Baada ya kurudi. Na kula nini mimi ndani? Jamani. Wewe ni mwanamke, huyu ni mwanamke. Kwani mnazamu au kupika kumepangiwa mtu kwamba huyu anapika, huyu hapiki? Mbona siwaelewi? Vipi? Mimi habari za kupika jikoni hapana. Kwa wewe huo ndio anapika. Jamaa mdogo bado tunazungumza. Yaani sasa ndani bwana, unatakiwa kuwa kama mfanya kazi ndani. Wewe umeacha hapa nyumbani peke yako, jipikie. Kwa sababu kama swala kutoka hapa, tuwe kwa kushirikisha tutoke suri kataa. Sasa hivi mmoja mwambiaje apike? Bwana hapa leo upike. Bwana Mariam kapumzike. Haya, ngoja nikapumzike. Hamna shida. Na mdogo. Mimi naenda kupumzika. Haya mwanangu. Nenda na mdogo. Unajua amenipa sintofahamu kidogo, siwaelewi. Ndio staili yenu mnapoishi huko ndani. Ongeongea tu mwanangu. Unajua mdogo yule. Hata mimi simu ya siku hizi. Yeye anahisia ni fulani ile ambao havileti picha nzuri. Unajua mdogo kama yule Mariam. Mtoto wake ni yatima, hana wazazi. Sisi tutakuwa ni mayatima lakini sisi tuna ndugu ambao tunashabiana. Yaani wewe umeondoka na ule mjinga mwenzio, sijui mmeenda wapi, umeacha vyombo vichafu na wala hujanipikia. Afu utaondoka na ule mshenzi mwenzio. Tunaelewa. Sasa kuna namna fulani ambapo ukimtreat vibaya au kumtengenezea mazingira ambayo si mazuri, anaweza kujihisi hayuko vizuri. Kama unavyojua Darina alikuwa ni mtu mwenye upendo, kwa mtupenda. Kwa mtu pekee ambaye anaweza kumtengeneza vizuri akakaa sana ni mimi. Sasa yule tumemwambia tutoke, kakataa. Tumerudi hapa. Anamwambia sio aoshe vyombo. Wewe utatoka kutoka aje mpikie. Hapo asipokupikia wa mdogo. Naingia mwenyewe jikoni. Ama nitakutoa hapo kitu. Basi inabidi mimi niingie jikoni nikapike sasa. Mama mdogo anapika leo sasa mpishi yangu bwana. Hasa kama wanawake wanakaa hapa wana gasiana hivi. Ni kweli huyu ni yatima. Lakini bado ni mdogo kwa huyu. Mdogo. Huyu binti anafanya kazi kama punda. Leo ngoja apumzike. Mimi nitaosha vyombo nitapika kama shida. Si ndio? Kaa hapo wewe, tulie dakika 3 wewe nisha makorokocho hapo. Familia, wazazi wakiondoka, watoto ndivyo wanavyoishi humu ndani. Au ni nini hiki naona? Ni macho yangu, masikio yangu. Mungu naomba unisaidie jamani, hawa watoto. Tulikuwa familia moja chini ya nyumba moja,
lakini siri za wazazi Mariam. zigeuka majeraha. We Mariam. Ambe dada. Tuacha duniani na urithi mkubwa, lakini walinacha mioyo yetu ikiteketea. Kama nikuite mara nyingine nisikie. Sasa sikia. Mundani sasa hivi ndio ninaongea. Nani yale, nani asiwe, nani afanye nini, nani asifanye. Sawa. Uwe wakapo unaniita kaka. Kuanzia leo mundani hasiwekewe chakula. Narudia. Kuanzia leo mundani asiwekewe chakula. Kwa nini sasa dada? Yeye ni mwanaume anatafuta. Ale huko nje. Lakini dada, samahani lakini kama hakuingilia. Unajua kwamba yule ni mtoto wa kiume. Sasa unavyosema hivi nisimwekee chakula. Haya atakuwa anakula wapi? Mimi atakula wapi mimi sihitaji kujua. Ila ninachohitaji mundani asiachiwe chakula. Na wewe ndio mpikaji. Na ndio maana nimekupa hayo maagizo. Lakini dada sio vizuri. Kumbuka yule ni mtoto wa kiume. Afu ni mtoto wa kike. Ataenda kula wapi sasa? Sasa ningeanza kuwa na Chini ya nyumba moja, lakini siri za wazazi ziligeuka majeraha. Dada Bina. Unajua? Pia kwa kitu kimoja. Wana watu wenye ndevu kama hizi ni wachache sana. Yanakuwa na ndevu hapa kuna. Sikileta kionja mchuzi. Ndio sasa hicho. Hii timu ukipata mwanaume mwenye hizi ndevu hapa. Kionja mchuzi na hili dubaji koromero hili. Umepata mwanaume mwenye. Ili utakuwa ni mwenye bahati sana. Mbona umetulia hapa? Tulia lakini acha. Dadako. Kaja. Kaniita. Naomba anipokea hivyo. Kwanza ananiambia hivi nisikuwekee chakula wewe. Kuanzia leo. Hamna kula ndani. Oje mnafanya masiara. Sasa wewe na binamu, yaani nisipokula ndani, nikale wapi mimi? Na mkubwa ndo kasema hivyo. Eti nisikuwekee, maana yeye ndo kiongozi ndani. Atakalosema ndo lifuatwe hilo hilo. Hem, subiri hapo. Anakuja kiongozi. Unajua yule tangu Dalina afariki hapa. Ni kama amechanganyikiwa na simuelewi. Yaani ana vinyi maneno fani. Sasa mimi ndo mwanaume ndani, Mimi ndo napaswa kuwa kiongozi. Yeye mwanamke anakuwaje kiongozi? Yeye mwenyewe kasema kwamba ni kiongozi na ukiendelea kuna nini kumongelesha tu atakufukuza utaondoka huko ndani. Sikiza Dabinamu. Mimi humu ndani ndo kiongozi, mimi ndo mtoto wa kiume. Hatoki mtu. Si mimi wala wewe. Yaani hatoki mtu kabisa. Yaani na akikufukuza wewe. Nitaondoka na wewe. Yaani utakapoenda nipo. Kwa hiyo tayari mimi kwenda sehemu yote hata kama kuna maisha magumu. Ndio, maana siwezi kubaki hapa. Si unamjua aje nilalu wewe. Bwana yaachana hizo stories za wewe. Kwanza ngoja niende kwa Ngoka. Nataka nichukue pale kachukua kwa t-shirt na raba niondoke. Unajua nitamani niende hivi. Unajua kidali nini na single lakini nitawatisha watu. Wewe nikavae nguo bwana. Au watu watashinda kula nyama. Wewe naye bwana. Mali si upendo, dhahabu si familia. Damu ilimwagika bure kwa tamaa za dunia. Mariam, shoga yangu. Unashinda ndani kama mwili. Shoga yangu, sasa nitoke ni ndani.
Nikitoka zangu hapa naenda gengeni, narudi tena ndani. Sina pa kwenda shoga. Hata kama. Sasa nitaenda wapi? Hivi kaka wako yupo? Kaka hayupo. Ametoka ameenda zake kwenye mihangaiko zake za kila siku huko. Maana nampigia simu shoga yangu hata apokei. Ulimwambia kweli? Shoga yangu, ungejua jitihada ninazoziweka mimi. Lakini hata juzi yenyewe tu hapa nimetoka kumwambia. Lakini naona yeye masuala ya mapenzi sijui hayuko huko, maana toka hapa hajaikuwa na mpenzi. Dasa hizi. Salamu. Shoga yangu mimi naondoka. Basi shoga, ngoja nikutoe. Baki hapo. Na maongezi nawe. Haya bye. Hivi wewe kichwa boksi. Nilisemaje mundani kuhusu kuleta mgeni? Nimesema mundani mimi ndio nina kauli na mimi ndio nina maamuzi. Umeleta yule mgeni wa kazi gani mundani? Dada wewe ni rafiki yangu tu amekuja kunisalimia. Rafiki yako mimi anahusika vipi na hii nyumba mundani? Yaani wewe na ule mwenzio kichwa boksi wote hamnielewi ninachosema mundani. Nimesema hivi, mimi ndio mtu wa mwisho kutoa maamuzi mundani. Sitaki mtu, sitaki mgeni mundani. Sawa dada, nimekuelewa. Toka kanifanyia usafi chumbani kwangu na nikikuta hata buibui utanikoma. Rafiki. Walituacha duniani na urithi mkubwa, lakini waliacha mioyo yetu ikiteketea. Karibu. Pita uko wazi. Jamani. Yaani nilikumisi. Naona upo mwenyewe. Nimejaa tele. Kama nakuona. Za utonako. Nzuri, haya. Kwa kunisusa huko vipi? Hapa katikati kuna mambo mengi. Mbona umekuja? Niambie. Poa. Mbona ndani umepoa? Tupo, ila mmoja ametoka. Mwingine nimemtuma huko ndani. Haya niambie shoga yangu. Ule mpango wako umefikia wapi? Mpango wangu bado unaendelea. Yaani nataka umundani wapaone kama wapo kwenye tanuri. Na wafukuta vipi? Yaani nataka waniachie hii nyumba nikae peke yangu huko ndani au niiuze nikaishi huko. Nataka uwafukuze wote uje umiliki huu mjengo. Alafu tuishi wawili tu, mimi na wewe. Yaani huko ndani nimewekea sheria. Sitaki mgeni, sitaki mtu yoyote. Yaani mimi ndo naamua nani aje na nani asije. Nini kifanyike, nini kisifanyike. Nisiposema hakifanyiki shoga yangu. Yaani wewe ndio maana mimi nakupendaga hapo. Sasa mimi ndo mashine tata. Sasa umekuja ndani hakujapikwa. Yule ng'ombe yule nimempa kazi ya kutunza nguo. Sema ngoja nikamwite. Wanalika chakula. Ili ule. Hapo ndo ninapopenda. Yaani unajiwaza kabisa kwa mamisho gani upenda kula. Sasa je, ndio maana unenepi. Haya poa mwaya. Nadhani nimeeleweka. Nishasema huko ndani uondoke. Alipokuwa anakutetea ameshafariki. Kama utamfuata huko makaburini au utaenda wapi mimi sijui. Ninachohitaji kwenye nyumba yetu utoke. Mtetezi wako hayupo. Lakini Lili, mimi kwenye nyumba hii mpaka wazazi wetu wanafariki tulikuwepo watatu na ndugu yetu hapa. Sasa kwa nini baada ya Dalina kufa wewe unaniambia mimi masuala kwamba ya kutoka huko ndani?
sipo kwenye kipindi cha maswali na majibu. Ninachokihitaji ni wewe kutoka humu ndani, ukachukua kilichokuwa chako na utoke. Lakini dada. Wewe naye utamfuata yule. Nakumbuka mama akituambia tupendane mpaka mwisho wa maisha. Tulicheka pamoja mezani, hatukujua. Lakini kaka, pole, ataisha tu. Si unamjua tu alivyo na dadako. Unajua najaribu kuimagine kitu ambacho mimi nimemkosea, really sielewi. Yeye ananichukia tu. Ina hizi maana anazungumzia yeye, utafikiri kwamba yeye ndo mmiliki mwenyewe hapa nyumbani. Lakini si unamjua alivyo. Achana naye tu, ataisha. Haya. Sawa, mimi nipo ndani. Haya. Mali si upendo, Dhahabu si familia. damu ilimwagika bure Kwa tamaa za dunia. Msubi, amka ukamtafute baba mdogo, atakutatulia hilo tatizo unaloliwaza. tulikuwa familia moja chini ya nyumba moja. Lakini siri za wazazi ziligeuka majeraha. Walituacha duniani na urithi mkubwa, Lakini waliacha mioyo yetu ikiteketea. nakumbuka mama akituambia Mwana hii picha hii. Hii picha hapa nilikuwa chuo. Umeona? Wasa vinachekesha. Sasa mzuri mwanamke na wanawake wazuri. Yaani kipindi hapa nilikuwa nawakimbiza afu kama snack shop. Hi, napita hii. Umeshachanganya mapenzi wewe. Dada hapo, ile alipokuwa anaongea na kama masharti yake kwamba utaondoka huko ndani. Nijisikia vibaya, waacha tu. Sasa kwa nini unajisikia vibaya? Ungeondoka na mimi ningeondoka. Afu unanikumbusha kitu kimoja. Wewe waza nipigie na mdogo. Mimi nishakwambia hapa. Na mdogo tena? Sasa nataka kumwambia nini? Baba mdogo na ameacha kama ndo msimamizi wetu. Wewe ni baba. Sasa sisi nikaondoka hapa kielera au kuna mambo ambayo yanaenda tofauti afu je inaonekana kama mimi ndo niliharibu. Kwa lazima nimfikishie baba mdogo taarifa afu ndo ataamua nini cha kufanya. Tulikuwa familia. Baba mdogo, shikamoo. Salama. Namshukuru Mungu bwana, sijui nyinyi. Hapana, majukumu. Mdogo mzima. Nimemkumbuka sana. Okay. Sasa mdogo, kuna jambo nataka tulizungumze. Unajua tangu Darina afariki hapa nyumbani kumekuwa na sitofahamu ambazo kwangu mimi naona
ni dalili mbaya sana. Ni Lili. Kwa sababu Lili amekuwa tofauti sasa hivi. Yaani ananitendea mambo ambayo hayana, yaani ni mabaya kimsingi. Kwa sababu kama juzi kati hapa ngoja ameniambia kwamba mimi napaswa niondoke huko ndani. Sijui. Yeye mwenyewe anasema kama nataka niondoke. Kwamba si sitaki kutoka, anataka auze nyumba. Sasa mimi nikaona bila kufanya maamuzi au tugombane, kwa sababu hata baba mwenyewe alikuwa hataki tugombane. Basi nikaona nikupigie wewe kama mlezi wetu ili basi uje kuamua. Nije. Basi hapa ndio mimi nitakuja jioni. Haya. Ndogo ananiambia kwamba leo niende jioni. Maana anasema kwamba anataka afike hapa nyumbani mwenyewe. Lakini kabla ya kuja hapa nyumbani, anataka azungumze na mimi vitu vya siri kidogo. Basi itakuwa vizuri. Kwa hiyo sasa sijajua ni siri gani ambayo anazungumza. Ila amenihakikishia kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Oya, humu ndani kuna uchawi nini? Oya. Nafika hapa tu mguu unakufa ganzi. Mcheze. Sasa tutulie, kaa chini. Usikute nyewe chawi uje. Chawi gani? Inakuaje? Wewe. Karibu. Nzima. Wewe. Ujinga wewe utaacha lini? Ngoja kwanza. Huu ulinzi huu. Ulinzi gani? Huu ulinzi unanilinda mimi. Unaona huu nyoka nipewa na wazee wa zamani Maruwata. Sasa ulinzi unakaa shingoni kwako. Wewe unaweza kudhuru. Ulinzi ni unaona huu ulinzi? Mtu yote akiniona kwanza lazima shtuke. Wao ujasiri wa kuvaa nyoka na watu hao. Huu ni mzima ujue. Mimi ndo na maamula kugonga hapo ati. Anaweza kawagonga wote nyumba nzima. Hapana. Rekebisha kauli yako. Ndio. Vipi mnaendelea juu ndani? Vizuri. Poa. Naona mtu na binamu yake. Nikaa mkao. Dadi na tena. Kawa kula. Kulaje sasa? Sijajua kama ni kula au kulana. Anyway, gaacha. Umeanza mambo yako. Sasa kaka, ngoja nikakorofisha. Na leo nimemisi ule msosi. Mbona ananipikiaga? Ngoja nikawapikie. Nashukuru sana. Wewe. Ndiye. Sema nini kaka? Tuseme mbali. Wabina maka na vitu. Hapo mshenzi. Ngoja kwanza. Usipanic. Au kweli nini? Unaonaje nijiweke mimi? Poa. Utakohoja hapo nyumbani, acha ujinga. Sasa shida inakuja wapi sasa? Acha hizo vitu bwana. Hauna nega mwenyewe. Sasa binamu mnyegaje babu? Unasema binamu kinyamu cha hamu. Kinyamu? Kinyamu cha hamu. Acha ujinga wewe, vijana ovyo. Wewe. Acha ujinga wewe. Kitamu mama. Juzi wale watoto pale chini mwanangu. Nasikia mmewapiga goli nyingi sana siku hizi. Ni mapunyenye tumewapiga goli 3 bila mwana. Nasema mwenyewe mwana, siku umechezeshwa madada ya mbili ukachezeshwa kama Marcelo. Kama nikataa unaipiga. Oya. Iliwekwa pale hivi. Mimi wanajua mimi si mtu wa midio. Kaambia niwekee hapa, iweke hapa. Ilitoka Lubumbashi. Ikatupwa pale kwa Mkapa. Bwana, nikaachana hivi, nikaingia ndani. Walete kati nyavuni. Watu huyu. Mama sana. Mwanangu, yule sister wako nani Kichomi yupo? Na nili. Mtu ashikiki ndugu yangu. Acha. Kama mtata kishenzi. Unajua ile mambo ambayo nilikuwa nakwambia juzi kati yale kama anaanza kunizunguka kwa ndani. Ndio. Yamezidi. Usiamini yule ananiita kwamba mimi niondoke huko ndani. Kama ndio kiongozi. Nilishangaa sana. Inakuwaje mtoto wa kike akuendeshe mtoto wa kiume hapo ondoke? Wewe mimi nimemkazia. Mimi unaona hapa nimetoka kuongea na baba mdogo. Baba mdogo ameniambia atakuja mwenyewe. Kwa sababu kama unavyojua mzee wetu alikuwa hataki tugombane, yani tuzozane.
Kwa mimi nina uwezo wa kumfanya kitu chochote au tukagombana tukafishana pabaya, lakini mambeba mdogo bwana tuyasolve bando na ananiambia kwamba jioni niende. Tuyazungumze lakini kisha atakuja hapa. Ajua namna gani ya kufanya. Kinasema mimi sitaki kutoka ndani. Kama kutoka ndani basi yule atoke. Ukiangalia hata bustani ya Eden aliyepewa viongozi ni mtoto wa kiume. Sasa mtoto wa kike anatakaje kukuongoza kwenye nyumba na wewe ndo wa kiume. Wa kiume ndo mrithi. Wa kiume ndo ufalme wenyewe. Amezidi kichoni. Mabwege leo hujachana mkeka ni? Hayo. Leo sijachana mkeka mwana. Leo kwanza sijaroga. Wita saga. Sagarino. Mzee watoto wazuri. Ma TV. Ile watoto kiwaona tu. Usiku wa kilio, siri zikafunguka kwamba karibu ndogo. Nishakaribia. Si maendeleo hapa. Si salama sana baba mdogo kama nilivyokuambia. Lili tangu Darina afariki ni kama amekuwa na vitu ambavyo sielewi. Ana ananiambia niondoke kwenye nyumba. Uondoke? Wewe kwa nini unashinda kuishi kwa umoja na upendo? Ninachohitaji hapa baba mdogo, huyu aondoke nyumbani kwetu. Hii nyumba mimi nataka kuiuza. Kila mtu aende na maisha yake. Tunafahamu fika kabisa kwamba huyu ni mtoto wa nje. Mr. Chaula. Na ndio maana mimi niko hapa. Sawa? Wewe uliokotwa. Sawa? Mr. Chaula mkewe kama kulea. Na ndio maana akasitiza upendo na umoja. Yaani kivipi huyu awe mtoto wa baba afu mimi nisiwe mtoto wa hii familia? Uone sasa. Mr. Chaula na mkewe walikuwa na upendo. Na mmiliki wa hapa. Nini? Soma. Yaani mgushi vitu vyenu huko afu mje mniambie mimi sijui sio mtoto wa hii familia, sijui yeye ndio mtoto wa familia. Yaani mna maana gani yani? Labda nikwambie kitu kimoja. Kwenye document hapa hizi kuna muhuri wa baba, sign na alama zake za vidole fingerprint. Kama unaona haujatendewa haki unaweza kwenda mahakamani zikatafuta document alafu zikaangaliwa fingerprint ya baba na zikafananishwa hapa uone kama sio baba. Umeelewa? Wewe Mr. Chaula na mkewe walipopota shambani wakaamua kukulea kama mtoto wao kutokana na mapenzi yao. Na walifanya hivyo usijue chochote. Umeelewa? Na ndio maana hata Lina uliona wanaishi wote kwa umoja na upendo na wewe. Ulivyokuwa una nidhamu, unafuga minywele hiyo nini? Ujulikane wewe kuku, shole, upo tu. Kwaona kufanya na Lushaina, unajifanyia beki wa kukabakaba. Kwaona kumkaba na huyu, si ndio? Posi wewe. Na wewe vipi? Shika tu. Bwana jukumu la kuondoka huko. Liko mikononi mwako. Ndio baba mdogo. Hawepo ama asiwepo? Baba mdogo, mimi nadhani kitu kimoja. Unajua hata kifo cha dadangu bado sijai kukipatia majibu. Maana polisi kesi ilienda mpaka leo naona tu tunazungushwa. Kwa hata usalama wangu wa huyu kukaa hapa siafiki. Mimi nadhani huyu aende kwenye nyumba yetu ya kule Chanika. Nyumba gani? Chanika baba mdogo. Huyu amna anasema kwenda achukue kichwa chake aondoke kwao. Tafuta wazazi wako. Zalumenda. Aha. Kama baba mdogo alivyosema. Ondoka hapa.
Mpaka nitakapopata majibu ndo nitakwambia urudi ama usirudi. Wewe utabaki hapa. Sawa? Sawa. Shamaliza. Vita ya ndugu, machozi na damu, mali zimeharibu mioyo ya watu. Mimi shoga yangu, wana simu za haraka. Ila sasa nilivyoona hii simu, nikaona huko mambo yatakuwa lele. Nikasema sasa basi nikusanye vitu vyangu vyote nibebe na mabegi yangu nije niambie. Maana nikajua dili kabisa limetiki. Haya niambie, kuna mpya gani? Dili wapi shoga yangu? Nilipo nina matatizo. Sijui hata nianzie wapi. Wewe Lili. Matatizo kwako wewe. Matatizo gani hao ndugu wangu? Katika harakati za kuwatoa watu humu ndani, limeibuka jambo ambalo sikulitarajia katika maisha yangu. Jambo gani tena Lili? Mbona unataka kuniangusha tena? Kuna mambo mawili yametokea. Jambo la kwanza, mimi si mtoto wa hii familia. We. Niliokotwa nikiwa mdogo sana. Nikalelewa kwenye hii nyumba. Kutokana na huyu baba humu ndani, hakuwa akihitaji kuonekana watoto wake wametengana. Na ndio maana niliweza kulelewa humu ndani kama mtoto wa hii familia. Hata Mariam baada ya wazazi wake kufariki, aliletwa humu ndani na yeye alikuwa kama mtoto wa hii familia. Kwa hiyo mimi si mtoto wa hii familia. Na jambo lingine ni kuhusu mirathi. Mirathi iliachwa chini ya baba mdogo, ikisubiriwa Msubi akikua ndio awe msimamizi mkuu wa mirathi ya baba. Wewe Lili. Kwa hiyo Msubi ndio msimamizi. Wewe tena? Hapana. Hao wanakuchezea tu mchezo. Shoga yangu, pambana. Pambania jambo lako. Na kuaminia wewe hujawahi kushindwa kitu. Na kutokana na tabia alizozionyesha hapa katikati, baba mdogo amekataa mimi kuwepo hapa. Lakini Msubi akasema niende nyumba ya Chanika. Hapo shoga yangu ndo patamu. Yaani huko Chanika ukienda, utajimwaya. Halafu na kingine, ukifika huko, yaani ikiwezekana hiyo nyumba iuze. Uachane nayo kabisa, utafute sehemu ya kwenda, ukakaa ukatulie huko. Hawa unaonaje? Baba mdogo alikataa kata mimi kutoka hapa kwenda kwa nyumba ya Chanika. Kutokana na hiyo hali, hata Msubi pia amekubaliana na baba mdogo mimi kutoka hapa na wala nisiende Chanika. Kwa sababu ameanza kutilia shaka kuhusu kifo cha Dalina. Kwa hiyo shoga yangu utafanyaje? Na utaenda wapi shoga yangu? Ila sikiza nikwambie. Hao wanakuletea tu njama. Lakini wewe ushindwe na kitu. Kwa nini usifanye ili ukaziba mdomo? Ni bora lile nililofanya sikuonekana, kuliko sasa hivi nikajiingiza tena kwenye hilo swala. Naweza pia hata hizo mali zenyewe nikazikosa. Maana nitapigania mali ambazo mimi si mrithi. Huenda nikafanya hivyo na bado mali ikabaki kwa Mariam. Kwa ni bora tu niachane nao. Ninachokiomba kwako shoga yangu, unipe hifadhi hata ya siku 2-3. Hapo kwenye hifadhi shoga yangu, wewe unajua kama Karimu ndo ananiweka mjini. Mimi nakuhifadhi wapi shoga yangu? Karimu analipa kodi, tunakaa wote. Hata kama akiondoka siku moja asiporudi, kesho yake tupo wote. Haya shoga yangu, mimi nakuweka wapi udugu wangu wewe? Kwa hili mwenzangu siwezi.
Mimi nitamweka wapi yule baba wa watu nikikuhifadhi wewe? Tafuta tu njia ya kufanya nyingine. Lakini sio kwangu. Mimi na wewe ni rafiki yangu lakini. Jamani. Kwani mimi nimekataa kwamba wewe si rafiki yangu? Tena mimi rafiki yangu wakufa na kuzikana. Lakini shoga yangu, bora tu nikwambie ukweli. Maisha yenyewe Dar es Salaam hapo unayajua ya kuunga. Mimi nikikuweka wewe Karimu ndo kama yule, namweka wapi? Haka mwenzangu, tafuta pa kwenda. Karimu lakini si anaweza kwenda kulala kwa wenzake. Hawa washikaji atalala kila siku kwa washikaji. Mwenzangu, haka tafuta pa kwenda. Mimi sina hata hifadhi ya kuhifadhi. Lakini shoga yangu wewe umeshindwa tu mapema. Wewe nakujua, wewe ni jembe, huwezi kushindwa. Wewe fanya ule mpango utiki. Na ukitiki ule mpango ukiwa vizuri, yani sisi humu ndani tutajimwaya. Yani maisha yatakuwa hivi. Hali acha kuniangusha. Naona una kunishauri. Naomba tu uende. Sasa ndio unanifukuza. Nenda. Haya shoga yangu. Ila utanipigia simu baadaye, tutaongea kila kitu. Usijali. Baadaye. Vita ya ndugu, sauti za vilio, siri za wazazi zimeleta majonzi. Aliaminiwa ndiye muuaji. Nilikuwa nafahamu Lili ana roho mbaya, lakini sikujua kama Lili anaweza kuwa na roho mbaya mpaka kumtoa mtu hai wake. Ndio pale mahakamani. Ini kuna hali nikamata nikatamani tena niliona bastola nimuulie pale. Hivi kweli Lili anaenda kumuua dada yetu kwa sababu tu ya mali? Hata mimi nilishangaa. Lakini tumuombe Mungu tu amekamata, basi imeshaisha. Mimi nadhani maisha mengine endelee, kama kulia tumelia sana, kama kuomboleza tumeomboleza sana. Maana baada ya kujua kwamba yeye ndo amekamatwa na hatia, ni kama alinitonesha kidonda ambacho nilipoteza sana dadangu Lili. Lakini yote ni maisha. Lakini sasa Mariam, mimi kuna jambo nataka tuzungumze. Jambo gani? Unajua mimi umri wangu umeshakuwa mtu mzima kwa sasa. Nahitaji mwenza. Nahitaji mwenza wa maisha. Na katika kuzunguka kwangu nimezunguka sehemu tofauti. Sasa nikasema nitaenda kumchukua mwanamke mwingine nje huko. Akati wewe. Mimi tena. Mambo nisikilize, mimi leo siko na masiara. Mimi nakufanyaga masiara, leo siko na masiara kabisa. Mariam. Familia zetu hazipo tena. Wazazi wangu, wazazi wako, dada yangu amefariki. Huyo mpumbavu mimi simtegemei tena. Maana familia inayobaki nayo tu ni baba mdogo na mama mdogo. Mimi sasa nikaonelea kwa nini nisianzishe familia mimi na wewe. Mimi tena. Unaona hilo ni jambo jema kweli. Mariam ana kila sifa ya kuwa mwanamke. Wow. Uzuri wako, upole, ukarimu, na ukizingatia mimi na wewe tumekuwa pamoja. Kwa hiyo tunajua udhaifu wa huyu, tunajua imara wa huyu. Na kuna namna fulani ambayo tumekuwa na ile chemistry ambayo mimi najua kabisa tukianzisha familia hakuna sema ambayo tutashindwana. Kwa naomba usinikatalie. Mimi naogopa, jamii itatuonaje? Haya, baba mdogo huyo akija kusikia. Yaani kama unahofia baba mdogo nimezungumza naye kabisa kabla ya kufika hapa na amekubali. Kwa hiyo ondoa shaka. Ipo hivi. Wewe ni binamu yangu. Wewe ni binamu yangu. Ila uruhusiwa mbona kuoana. Wewe kweli? Wewe ni noma. Ndio nipende. Unipendi? Nakupenda. Wakaanzisha familia ili jina la wazazi
iendelee milele. Nikusaidie nini? Unisaidie nini tena? Mimi nimekuja kuwapa pole kwa yaliyotokea. Pole yani? Siku ya mambo yaliyotokea kuhusu Lili. Ndio nikasema nije niwape pole. Halafu huyu Lili huyu, mimi nilikuwa namwambiaga, Lili unavyofanya sio vizuri, wale ndugu zako, lakini alikuwa hataki kusikia. Kwanza ashanga na wewe si shoga yake. Ungekuwa huko magerezani naye huko. Mimi yule sawa alikuwa shoga yangu, lakini nilikuwa namwambia sana Lili mambo mengine yaache, lakini mbishi. Na hata hivyo mimi nilijua kaacha. Kumbe anaendelea. Kama mwenzangu, mimi sitaki ushoga na mtu wa aina hiyo. Sasa mbona ukuja kutuambia? Niwaambie wapi na nyie? Mimi si ndo kama nakuambia hivyo, nilijua kaacha na ndio maana nikaamua nyamaze kimya. Kumbe mwenzangu anaendelea. Na bora alivyowekwa ndani. Angekaa yule huku Rayani, angezidi matendo yake mabovu. Wewe na wewe ni wale. Kwanza wewe mshukuru Mungu uje mkuta kakaangu. Kwanza uondoke hapa ufanye uende. Hamna bana, usinifukuze. Nikipata taka tu mimi hapa nikashushia. Juisi, tena uondoke sasa hivi. Wewe nawe. Kama nenda bwana. Muone kwanza alivyo. Juisi umekuja. Mali inaweza kujenga nyumba. Shoga yangu Mariam. Wewe. Kipindi kuagiza kwa kaka yako, hata wewe ulikuwa unampenda. Mtoto juu mpaka ndoa. Shoga yangu acha. Nikikueleza mimi ndo tunakaa kwamba mimi ni mume. Kwa hiyo mdogo akuelezee. Salome mwanangu. Wewe ni mrembo na ni mzuri sana. Binafsi nilikupenda. Nilikupenda na nilitamani wewe kama mwana wangu. Hata hivyo Mariamu alikupenda sana. Alitamani uolewe na Msubi. Lakini hata sisi tulifanyia surprise. Msubi alivyokuja nyumbani kutueleza mimi na mume wangu. Akatuambia nataka nimuoe Mariamu. Tulishangaa. Lakini tukaelezana pia, unajua Mariamu ni yatima. Msubi pia ni yatima. Dada yake alifariki. Yule king'aung'au yule, si unamjua yuko jela kule. Muuaji yule. Basi hata hivyo sasa hivi sio mwanafamilia tena. Tukaona hakuna sababu ya kumkatalia. Wacha akakuze familia. Tukamruhusu kwa sababu binamu pia hamna kizuizi. Basi ndo kama hivyo. Wana mtoto, ndoa ipo. Basi haikuwa riziki mwanangu kwako. Sawa Sasa unaona shoga. Kini Mariam yetu kwa yote ulikuwa unampenda. Shoga yangu. Wewe acha. Sasa kama ukipata mwanaume anakupenda, anakujali. Yaani anakuhudumia kwa kila kitu. Ana upendo wa dhati. Utashindwa kumpenda shoga yangu. Ikabidi mimi nimpende. Sawa. Hongera. Asante. Karibuni mimi nitawalika kwenye harusi yangu, nimetolewa mali. Wacha. Usiniambie. Kwa hiyo hapa ulipo una mchumba? Ndio tayari. Ndoa tunayo. Ndoa tunayo na tutatamba nayo. Mambo si ndo hayo. Kama anajiona mama mtu. Mambo lele. Tukacheze, tukale. Si unajua tena mimi mama yako ndogo. Yaani nitacheza kwenye hiyo sherehe, nitanengeneka, sikutakuwepo na maakuli. Ninavyopenda mambo ya mwanangu. Nitakuwepo. Karibu. Jambo jema. Hili jina la wazazi
liendelee milele. Mbali na wewe za kujenga nyumba. Sudi. Nakuona bwana. Aya leo na siri nzito wewe kifuani hapo. Wewe sio mwema. Ndio mtoto wa kiume siri na Romeo. Wewe sio mwema. Wewe unaotolea wapi kwanza? Ndio maana kipindi kile ulikuwa unanikazia. Kakwambia una mega ndugu yangu, una mind. Kumbe kweli bwana. Si unaona mpaka kiwanda kimetoa nani? Ni nini vile? Mgodi. Kimetoa mgodi. Anyway. Unajua sasa labda nikwambie kitu kimoja. Unajua kwenye maisha kuna wakati unaweza kuwa na dhahabu ndani, afu uko na vile wanaita nini vikwazo vya kufanya usiwe navyo. Ndio. Sasa dada binamu ambaye sasa hivi ndo mke wangu alikuwa na kila sifa ya kuitwa mke wa mtu. Kwa hiyo unajua hizi mbili ambazo tulizopitia, sikutaka tena nitake kuleta manyang'ao ambao nje. Unajua mahusiano jinsi yalivyo. Kwa hiyo nikaona hapana, siende mbali. Kwa sababu hatakuwa na yale mahusiano ya ukaribu yale ya vinasaba. Nikasema nichukue chombo hapa kama unavyoona. Kwa hiyo uliopitia ndugu yangu. Ndo alikuwa mtu sahihi kwa karibu naye. Kwa kweli. Chana ule mpuzi ana roho mbaya. Kama mpaka dada yako angekumaliza hata leo ujue. Acha ndugu yangu, wewe nikifikia roho inaniuma, lakini ndio sasa nikabadilisha chochote. Mimi nilichoka nilijua hizo taarifa. Ndio, lakini awali yote kwanza bwana nikushukuru Saga kwa kuwa na sisi karibu kwenye matatizo, kwenye raha, kwa sababu huo ndio rafiki. Sijali. Lakini pia nimshukuru mke wangu kuwa na mimi katika nyakati zote. Alikuwa tayari kuondoka na mimi pale ninapoelekea. Alikuwa ni mapenzi ya dhati. Kwa hiyo nachomwahidi ni furaha, upendo, amani na kuhakikisha ukiwa salama siku zote. Aise. Mimi naombea kwa Mungu. Ndio. Bariki ndoa yenu. Ailinde familia yenu. Kifupi msitengane. Sawa Shem? Shem darling. Tabasamu kidogo. Nyie bwana. Nyie sasa hivi ni sehemu ya familia. Mimi ni sehemu ya familia yenu pia. Unajua Msubi? Tumekuwa marafiki kwa muda mrefu. Mpaka naona ule urafiki sasa umevuka mipaka. Sisi sasa hivi ni ndugu. Naam. Unaona? Kwa tuishi hivi siku zote. Mimi sina lingine la kusema ila nawatakia kila la heri. Mwenyezi Mungu aitunze familia yenu, ailinde, amkuze mtoto vyema, afya bila magonjwa. Amina. Hiyo tu ndugu yangu. Nikushukuru bwana. Basi kaka. Bwana. Sasa ndugu yangu. Ngoja mimi niwe kwenye majukumu yangu. Sina leo tena zile. Shem. Tunaona wakati mwingine. Karibu tena kaka. Karibu sana. Naam, chama. Naam. Nashukuru sana kwa kunipa zawadi ya mtoto. Ndio. Pia nakuombea kwenye majukumu yako yote huko, Mungu akujalie upate riziki ili uweze kutuhudumia sisi, mimi na mtoto wako. Amin. Wow. Ni amefanana. Nadhani wengi mnanifahamu tayari, ila kwa msio nifahamu labda ndo wageni sasa hivi kwenye kikao. Naitwa Andrew Stefan Chaula, Managing Director wa Msubikani Media inayozalisha filamu pendwa. Sawa, nadhani wote tumeshaiona hiyo kazi. Imetupa kodi, imetufundisha kitu kwamba kwenye maisha tunapaswa kuishi kwa mshikamano, kwa upendo. Yaani maisha, upendo ndio kila kitu kwenye maisha. Lakini pia hii kazi
au hii filamu imetupa funzo kwamba acha tamaa. Tamaa ni kitu kibaya sana. Yaani ukiwa na tamaa kama misemo ya wahenga inavyozungumza, mtaka yote kwa pupa hukosa yote. Tamaa ni kitu kibaya sana. Hakuna mtu mwenye tamaa ambaye amewahi kufanikiwa. Sio bwana. Tunamuona Lili hapo, tamaa yake ilimponza akamuua ndugu yake, alafu kumbe yule ndo alitakiwa, yani anamuua mtu ambaye ndo ana haki kuliko yeye, alikuwa ni mtoto wa kuokotwa. Mzee Chaula Lili alimuokota huko mtaani, akamleta kwenye familia yake. Ambapo Lili alitakiwa awe na discipline zaidi kuliko hata familia aliyoikuta, lakini tamaa ilimponza akamuua ndugu yake. Mwisho wa siku tumeona nini kilitokea. Maana yake hata alichokuwa anakitarajia alikikosa. Kwa hiyo tumejifunza vitu vingi kwenye hii kazi kwamba tamaa ni kitu kibaya, lakini pia upendo ndio kila kitu kwenye maisha. Hakuna maisha bila upendo. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa na sisi kama kawaida. Kama wewe ni mgeni, subscribe hapo Msubikani Media, press pale kwenye ile alama ya kengele. Sisi kazi yetu ni yani bandika bandua, ni kazi juu ya kazi. Na lengo letu kama kawaida, sisi tunapenda kutoa elimu kwa umma kama sanaa inavyotutaka. Na kama mimi napenda kuwakumbusha kwamba Msubikani Media sisi tunazalisha filamu ambazo zimezingatia sana maadili, nidhamu, uadilifu, lakini zinatu motivate namna gani maisha nataka tuwe. Karibu sana, endelea kuwa mwanafamilia bora wa Msubikani Media. Nadhani hatukukeri. Karibu.